Sawa. Pia wewe ni mojawapo ya wazee wa shauri ndani ya mkoa wetu wa Kagera. Ndio. Katika kikao cha ushauri cha mkoa kilichopita RCC iliibuka hoja ya Ijukomka, na wewe ukawa mojawapo ya watu ambao walihitaji ile Ijukomka isiwepo, yani kama vile kupinga. Nini mawazo yako yalikuwa ambayo ulitamani kuyafikisha kwa watu wote walikuwa pale na wana Kagera kwa ujumla waelewe ni kwa nini kile kitu? Mimi unafahamu kila kiongozi na mambo yake. Ndio. Hata marais akiingia ana slogan yake. Ndio. Kwenye siasa ambaye anataka kuichukua na kumkumbu. Nakumbuka iko wasema kila mtu maisha mema na nini. Mwinyi alikuwa na kwake. Yaani ni kitu ambacho nataka ukumbukwe kwa ile kipindi. Ndio. Kila rais. Hata na wakuu wa mkoa wanakuwa anapokuwa yupo angetaka akumbukwe kwa jambo fulani. Na zuri. Sasa mimi sina ugomvi na Ijukomka. Ndio. Sina. Nadhani nifanya kazi nzuri tu kama ni pole. Ingawa sitaki kuingia kazi wafanya, mimi ni poji. Lakini ndani kwamba ile ilikuwa ni ya kiongozi wetu mpendwa aliyekuwa hapo. Sasa unataka ile anayeingia naye rithi ile. Ndio. Sasa maki sio taratibu. Unaye kule na ya kwake angetaka akumbuke kwa lipi. Yote amkumbuka kwa Ijukomka ile kiongozi wetu. Na alifanya kazi nzuri sasa tukombina. Ingawa kikao cha RCC kiliagiza ifanyike tathmini kuona impact yake ni ipi na kailo. Je, waliongezeka wawekezaji mkoa wa Kagera? Iliongezeka biashara? Iliongezeka nini? Hiyo sio kazi yangu, lakini waliagizwa na mimi bado ningetaka kuona hiyo ripoti hiyo na matokeo yake. Kwa sababu sisi ni wazee tunatizama nasema naitakia nchi yangu mkoa wangu vizuri. Mambo ya neema. Mimi sina ugomvi jambo. Ninasema anaingia na ana sala zake sawa. Naye tumuone. Sitacheza ngoma kama anacheza ngoma nafanya nini? Na kadhalika. Kwa hiyo mimi sina ugomvi. Ninasema tumpe kiongozi mwingine anaingia wa mkoa. Aje na jambo na ya kwake, na atubebe. Atusogeze hatua nyingine kusonga mbele. Hilo tu. Katika uongozi wako natamani kufahamu ni siri gani ilikufanya ukadumu, lakini pia kama ulivyosema kwamba marais zaidi ya 5 au tuseme 5 wanne umefanya nao kazi. Dio. Siri gani ambayo ilifanya ukadumu katika uongozi wako? Swali gumu, sijui sana, lakini sisi wapigiwa kura, sisi tunaopigiwa kura, unaongoza watu ambao wana akili zao. Na wengine wamekuzidi hata akili. Sasa unapokuwa na sisi mkoa wa Kagera ni mkoa ambao wasomi sehemu kubwa wasomi, lakini huko nyuma vile kile wana vile historia kutokuwa maskini. Ingawa sasa hivi maskini wavamia kidogo, sio kidogo sana, wa vitu fulani na lakini mkoa vile wa madhehebu wa dini. Ni mkoa ambao tuna madhehebu hapa makubwa ya Kikristo na madhehebu yake. Kuna madhehebu ya Waislamu na madhehebu dini ya Kikristo na madhehebu yake. Kuna dini ya Kiislamu na madhehebu yake yote. Sasa unapoingia kwenye mazingira ya namna hiyo ya kuongoza, mi wakati ninaingia kwenye nafasi hiyo na kwa umri ule, kwa elimu ile, na mimi si Muhaya, mimi ni Mshubi wa Ngara kule, kabila dogo sana hata mkoa wa Kagera. Viko vitu ambavyo nilijiwekea kama msingi utakao niongoza. Moja, kujiweka mikononi mwa Mungu na kuomba msaada wa Mungu aniwezeshe niongoze mkoa huu kwa haki, kwa bidii
na kwa unyenyekevu, na hasa neno unyenyekevu. Hilo niweka mstari kabisa. Nikijua kwamba madaraka yanalewesha, madaraka yanaharibu viongozi. Kwa hilo hilo la kwa hilo neno la kuwa humble. Baada ya kuwa humble, nadhani pia kanipa nafasi ya kujikabidhi kwa viongozi hapa wa siasa mkoa. Walikuwa kuna hapa wanasiasa wakina Kagasheki original mile mzee, kina Juma Swed, wakina nani wale. Hapa huwezi kutoa bila kuwa kina Rwangisa. Huwezi kama utaongoza mkoa huu ukiwatenga, lazima kila kama unakuwa nao. Lakini kwa hii lugha ya kuwa humble, mnyenyekevu kwa watu, kwa wenzako, moja ya unyenyekevu. Lakini pia kajiweka kanuni moja ambayo nyingine ya pili ambayo inaua viongozi na uongozi ni ulevi. Ulevi una destroy. Ulevi kwa mtu yote, hasa kwa viongozi, unakuharibia sifa. Kwa mimi ngasema sitakunywa bia hadharani wala nini. Kama nitakunywa labda nyumbani au kama kuna mgeni. Kwa na mimi nilikuwa naonekana in the public, mimi nilikuwa kufungua mikutano, kufungua majengo, kufanya nini, mimi ndio nafunika kila mtu amkwani. Kwa hiyo nakwenda kuwa mgeni rasmi kwa jamaa kawaida, kwa mgeni rasmi. Bali hapokuwa na maji. Kwa mimi kama watu wananiambia mimi watanipangia masoda. Hakuna jua kama nakunywa pombe. Aliko. Nadhani mpaka mimi naondoka. Sasa never kwa kuonekana. No, never. Lakini hiyo kwa upande wa kinywaji nijiwekea msingi kwamba kama nitakunywa si zaidi ya bia 2 kwa siku. Na siku ni jioni kwa. Na yenyewe si kwenye bar. Mimi bar naijua hapa mimi mashango ni Coffee, Bukoba Club wakati ule na Lake. 3 tu. Sikuwahi kwenda bar si za Friends, si za wapi, lakini mpaka leo watamtoka. Na maintain hiyo. Hapa nienda pale kiongozi nikapigwa chupa, nitaambiaje wanakagera. Kama hilo ilikuwa ni msingi wa pili ambao nadhani niliweza kudhibiti kilevi mpaka leo hii. Kilevi kinitawali. Na kunywa, lakini kama kuna haja na kama kuna sababu, lakini sio hadharani. Na kwa mazingira haya ya kwetu hapa ilikuwa ni muhimu nifanye hivyo. Lakini tatu ambao nadhani nisaidia sana ni kujiepusha na uasherati na uzinifu. Haya mambo ya uasherati na uzinifu kwa viongozi wa siasa si sifa. Lakini watu wengi wanachukulia kama viongozi wa siasa ni waasherati, ni wazinifu, wanatumia na wake za watu, tumia na mabinti za watu, wanafunzi. Mimi hayote never. Wakati ule 77 na mpaka leo. Kwa kama tukati na mimi na nyumba ndogo si Butashai au wapi au si wapi, never. Mpaka leo mpaka nakuja kungatuka. Hayo nayo naye yakawa ni nidhamu ambayo nilijiwekea. Lakini ilikuwa nidhamu vile vile ya time. Mkutano wao wangesema ni saa 8 itakuwa ni saa 8. Na wangesema kama nikutana kwenye chama ya ndani ya nje, time. Na hii nitoka kwa mwalimu. Time. Time na kuheshimisha. Kama sio naambia watu mkutano saa 8, watu wanaambiwa ni saa 5 muhimu shafika mle ndani. Wewe nani? Mbona saa 8 kifika nitafika, nitaanza mkutano. Hao wale kama ni 5 ndani 5, mimi tuongea kwa nayo una keep time na mtendo. Lakini kwa hiyo wako mwenyewe vile usafi. Mimi nilikuwa sasa mwangalifu sana. Nikienda kwa watu ninavaa nini? Nitaonekana vipi? Ukija kwa ni kiongozi lazima vile vile unalifanya wote wewe lifanane na hadhi yako. Wewe unawakilisha mkoa wa Kagera. Alafu unavaa shagre bagla. Unatembea kama kwamba wewe si binadamu. Unaongoza mkoa wenye heshima, wenye watu. Unataka kuwa karibu na maaskofu na mashehe na viongozi mbalimbali wa kiasili. Lazima uonekane kwamba unabeba mzigo wa uongozi
kwa watu naongoza. Lakini pia ninawakilisha nje. Mwalimu kwa hanipendi hivi hivi. Au maasi watangu wote walipenda hivi. No. Ilikuwa kwa sababu wanadhani nina mchango wa kutoa au naheshimika. Kama kitoa kauli hii pia usingeze. Anaisema kwa niaba ya mkoa wa Kagera. Mwenyekiti wa mkoa wa Kagera amesema. Na nilikuwa hata amesimama. Na wanaripoti wa mwenda. Lakini kwa sababu mnajiheshimisha mwenyewe. Na ukijiheshimisha we mwenyewe utaheshimiwa na jamii. Utaheshimiwa na wakubwa na wadogo kwa sababu wanakuona kama wewe ni mfano wao unawakilisha. Tulikuwa na tatizo la ukimwi hapa. Tulianza Kagera, kule Gashenye, kama ni kweli sana, lakini sisi tulikufa sana Kagera. Lakini kaitokea mimi ndio mpiganaji wa nini kupigania mkoa wa Kagera ndani ya NEC sisi taifa na nje. Mpaka mimi UNICEF alinipa gari. Sisi mwenyekiti mkoa. Tulikuwa nafanya mimi. Kwa sababu nilitoka nje na najitahidi kwenye elimu, nilikuwa najitahidi kwa nakembea ngoma nakemea ngoma za Kasimbo za Nyaihangiro na za wengine kucheza usiku na nini na wanakuwa na nikisema nakemea uasherati, uzinifu, wewe mwenyewe unakuona wewe mwenyewe. Je, wewe ni mwasherati? Wewe sio mwasherati. Lazima uwe ni mfano wa unaobeba wenzako kama unanipa. Wewe kwa mambo namna hiyo kiwa kiongozi ambayo tunayapuuza kama ni madogo ni hata, lakini kwa vile vile rafiki wa kila mtu iwe ni vichaa. Mimi kwa na maafisa ambao kiasi zimewapungua hapo mjini na wengine washamsengezi na hiki chana huo naambia ni rafiki zangu ndio. Kwa nini? Cheki house na Kagera na wahitaji naongoza pia na wanakuwa sema urafiki yako hapa ndio niko na shida gani? Lakini hata mimi nikuta kuna tatizo hapa na nini hawasemi, hamulijui wengine. Kuna tatizo hapa mkoa kani ingia 77 kuna mgogoro kati ya madhehebu mawili makubwa ya Islam hawa BAKWATA na wale Ijumaa na Dhuhuri. BAKWATA wanaongoza na shehe wa mkoa na wengine hapa. Ijumaa na Dhuhuri na Sheikh Mustafa Katoro. Wale ilikuwa nakuta mle ndani wanavita, wanachomiana misikiti. Wamkuja viongozi hapa hata marehemu Abdul alikuja Abdul kwa sababu lakini sio sana. Mimi nakuta moto leo. Misikiti kinachoma. Lakini yoifanya nikapata nafasi ya hapa sasa naingia huko ndani. Au unaongozaje? Wote ni Wanakagera. Wote ni wa imani. Kwa rafiki yangu mmoja anaitwa na mfahamu wengi anaitwa marehemu sasa Haji Abubakar Kachwamba. Yeye akaniingiza kwa shehe wa mkoa. Shehe Mikidadi wakati ule. Jitu msomi na nini lakini mtu mwema. Akafanya kwa mtu mwingine anaitwa Sheikh Jafari Bwanika, naye ni marehemu sasa. Ambaye alikuwa anasali kwenye dhehebu lile nani la Ijumaa na Dhuhuri la nani pale la Katoro akanipeleka kwa Sheikh Mustafa. Mzee akanipokea sana na heshima zake alikuwa akawa rafiki. Huyo akawa rafiki. Mimi kama kuna shughuli ya Ijumaa na Dhuhuri nakwenda. Kama kuna shughuli ya BAKWATA hao wengine nakwenda. Wengine wanakuja nyumbani kwangu, watu wanasali nyumbani kwangu na ofisini kwangu. Akiingia Sheikh Mustafa na timu yake kaswida pale watapiga kwa nyumbani kwangu au ofisini kwangu, utapata kazi nafanya. Ikiwa akija hao wengine nao wanakuja. Kwa hiyo tulipori tumeingia kumndani, tumemaliza mgogoro. Sivumi kwa hilo, wala itangazwe. Lakini wanaojua ni sifa zako. Kama hiyo nilitoa mchango kidogo wanani. Kwa hiyo nashukuru. Sasa mambo yanalipa. Mimi sasa hivi mpaka leo nimestaafu. Tangu staafu. Mimi ni rafiki wa dhehebu la Ijumaa na Dhuhuri. Mashehe wote viongozi na hudhuria. Yeye Ijumaa hapa nakwenda. Lakini shehe wa mkoa hapa Sheikh Mikidadi rafiki yangu. Ni kama hivyo hata hawa dini. Maaskofu wote wa Katoliki wa KKT wa nani wote nilikuwa marafiki zangu mpaka leo. Na hii kanipa nafasi ya kukubalika na nani pale. Kwa hiyo ilipokuwa inakuja nimesema machache tu. Kwa hiyo inapokuwa inakuja
kugombea kipindi kingine. Moja nilichoikuta, Waislamu wote hawakuwahi kusimamisha Muislamu kugombea kiti cha mkoa. Kamba shindani na Bwana Ngeze, hakuna itokea. Nilipongatuka 2007 kujitokeza mashehe na mali haji sije magapi matano katika nafasi, lakini never wakati wangu. Sasa walikamzana kwamba hakuna sababu ya kutaka kupinga. Sasa mimi nafanya kazi ambao angefanya Muislamu mwenzangu, mimi nazifanya mpaka leo hii. Wewe naona wewe na hiyo bali ule ugomvi umetokomea, chuki zimetokomea. Mimi bado na kwenda wanakoniita, nazika, nafanya nini, nalia, nasikitika. Na mimi naona ni marafiki zangu sana wale tangulia kwa wale wameshafariki, kanisa watoto wao wananibeba mpaka leo. Watoto wa nani wote mashehe wengi tu wananibeba. Na nilikuwa na rafiki mtu wasi na rafiki watoto sasa wengi. Yaani sasa kwa nini nadhani hali changia walikuwa wanapiga kura kutizama mchango wake hata ofisi utendaji wangu wa kazini. Mimi yangu ilikuwa ni full time. Kwa hiyo kazini ilikuwa si mbaya, maazimio maneno nini. Pamoja na hili gofu ambalo limeshindikana sisi jengo la sisi. Na tulianzisha ikakwama, lakini naliona tu nani kwa siku watalikamisha jengo la sisi. Na mimi nataka kamisha wakati bado niko hai nione nguvu zangu. Maana mwenzao wakati wa mkoa ashafariki, mimi ndio nimebaki. Na mimi ningetaka nibaki kidogo. Mungu atakapenda usudi nione jengo ya kamili. Baada ya uongozi wako wa muda mrefu, ndio kwa sasa maisha yako yakoje? Maisha yangu mazuri. Ni mazuri kwa sababu kila nikipita mahala naona kama ninapendwa na watu wa Kagera. Kweli. Na pengine wananipenda. Mwingine ananiambia mzee, rudi kwenye uongozi ile. Ngambia sirudi tena kwangu tu. Kwa hiyo ninaliona bado napendwa. Nikitembea mjini kwa mguu, natembea wale sukuma bodaboda mikokoteni, wa mwenyekiti ngambia mwenyekiti mstaafu. Nikibado kwenye shughuli ambayo nashirikishwa. Serikali mkoa wananishirikisha, wananiita. Wengine wanakuja ni washauri mahala fulani na kwenda wakiniita. Sijatengwa, jamii hajanitenga. Lakini pia sijalala njaa wala sijakosa huduma fulani. Lakini pia niliacha ile uongozi nikaingia kwa kweli nikafanya ajira. Kwa hiyo mimi ni mwandishi wa vitabu vya mazingira, vya kilimo, vya ufugaji, na ninayo rekodi ya taifa wanitambua SUA mwaka 2012 kama ndio ambaye nabakita pia kama ni Mtanzania wa kwanza kuandika vitabu vingi vya taaluma nini ambaye nilipokea, nashukuru Mungu. Wewe kule wananifahamu, lakini pia nina rekodi kama sasa hivi na vitabu vimechapishwa sasa hivi just zaidi ya 100 na viko sokoni vingi, na tunaendelea kuandika. Lakini sio kuandika tu, mimi sijaruhusu kwamba uzee wangu wa miaka 82 kwamba nimekwisha. Hapana. Kwa hiyo mimi bado nasoma mitandao yote, nimo kina Facebook, Instagram, TikTok, yote haya nimo. Na AI nimo. Anaitumia AI. Hata AI unaitumia? Natumia na ninaisoma pale afu najielimisha pia. Kwa sijaacha. Mimi niko busy. Nina office pale mwenye office ile. Office mimi naingia ofisini saa 2:30. Natoka saa 8 kwenda kupata chakula cha mchana. Alafu naenda nikapumzika. Wewe na kazi ya kufasiria kabla kwa na kazi kutosha mpaka leo. Naamka saa 11 naamka nalala saa 5. Nilianza mwaka 70 mpaka leo hii. Lakini nafanya na huduma za afya, za medical check up kila nipa. Kwa hiyo nikia check up wanaambia mzee ongeza gramu hapa za dawa hii, punguza kidogo hapa, fanya hivi, na siku zinaongezeka. Lakini kinapokwenda wako watu wanasema mzee ongeze, shikamo. Natosha kabisa. Natosha. Wewe sina kwa nini chokipoteza kwenye uongozi. Kwamba nipokuwa mwenyekiti wa mkoa shikamo napata kama
kama kawaida. Na sasa hivi naheshimu umri wangu. Mzengeze mzenga kipi kwa vile mchango niliotoa kwenye uongozi mimi nilistaafu. Sikuamka jukwani kama niligombea kula zikutosha kuingiza mkoa pana. Nitoa notice nikaje kama nifanya kazi kukomboa majimbo mawili nikayakomboa alafu nikaondoka. Kasema inatosha sasa. Inatosha, miaka imetosha. Nilitoka vizuri, niliingia vizuri. Wewe napopita pote watu wa habari wananitafuta wa mjuma mbalimbali na wananihoji kuhusu na kuja kuhusu na waeleza ninachokifahamu na mimi ningetaka kusema kwamba hata nyinyi hamjanisahau. Ndio. Kwa sababu nadhani bado naweza kuchangia kidogo ninaloweza kwa mkoa wangu na kwa nchi yangu. Na ninapewa fursa. Katika siasa, katika upande wa vyama vingi na chama kimoja kipindi hicho na sasa, kipi kilikuvutia? Vyote vimenivutia. Wakati ule nilikuwa na wakati ule wa chama kimoja. Lakini huyo aliyekuwa champion wa chama kimoja Mwalimu Nyerere ndio mwaka 92 kageuka. Alisema turuhusu vyama vingi. Na Mwalimu akisema tutafuata tu. Na karuhusu vyama vingi. Kwa hiyo na mimi napenda fair play. Na mimi napenda vyama vingi. Na vipenda wakati ule, nipenda hata wakati wote, hata sasa vipenda. Havina madhara. Kila chama mpambane. Huu ni mchezo. Tena mpambane kwa haki na uwezo kabisa. Sasa kama ukipoteza sifa utaanguka tu. Lazima kama una sifa zishikilie pale pale. Kama una mazuri yashikilie pale pale. Na uendelea kujia kwenye mazuri, usiyapoteze. Na watu wasisahau. Kizazi cha sasa sio cha wakati wa Mwalimu. Sio cha wakati wa Mwinyi. Ni kizazi kipya kabisa. Hakimjui Mwalimu, hakimjui Mwinyi. Wao ni ya leo. Na watu wasisahau, hata wenye sasa wasisahau hiyo. Iwe ni wa chama gani, kwamba tuna new generation, unaitwa Gen Z, unaitwa siki millennial, ndio waliopo sasa hivi Gen Z na millennial. Sasa huwezi kama unaenda kuwavunga hivi na nini, hata wezekana. Tusonge mbele kwa haki. Na mwenye anayetenda vizuri ataenda kushinda tu. Ndio. Lakini ukilala watakupindua. Ndio mchezo, na ndio raha yake mle ndani. Kwa hakuna kulala. Sisi msilale. Chadema hawezi kulala na wengine, wanataka nafasi yenu. Kwa nini nyinyi kwa sisi mnasema mkazane, vya kulala hamna. Muna kizazi kipya kabisa. Akijua cha nani wao wanataka maisha mbele. Sema sasa mwende na kizazi kipya. Na hilo wasisahau viongozi wote wa siasa. Mimi natizama, lakini nyinyi hamjui kuna moto hapa. Msijeni gebse ni kitu kama this is new generation. Gen Z na millennial. Lazima uende nayo na accommodate uende ufanye kazi nayo. Na kama uko vizuri mtaenda nao. Lakini kama uko vizuri watakuacha. Hawatakuunga mkono. Kwa hiyo kazi na mimi ningepata na vyama vya upinzani vyenye afya, health. Ni wenye siasa clean za sera. Sio za kutukanana ile hapana. Clean politics. Pambana uwanjani, utashinda. Sasa wanaoongoza wanajua ataamua. Tuone nguvu ya kila mmoja. Kila mtu ione. Mnatuahidi nini? Mtatufanya nini? Atakayefanya kama hao huyu atatuvusha, watakuwa naye. Kama watatuangusha huyu watakuacha. Kizazi kipya. Vijana, lazima pia. Mtu asifikirie zamani ndio kwa huko mwaka 67 achana. This is a new generation. Natamani pia kufahamu ni kwa nini uliwahi kuonesha hofu ya mji wa Bukoba kumezwa na mafuriko? Yaani nikumba mimi. Kwa hiyo ni hofu yangu bado iko pale pale. Hofu yangu iko pale pale. Hofu huu mji huu, hili bonde ndio Bukoba. Lakini bonde hili lote lilikuwa ni ziwa maji. Ulizeni historia. Hili bonde lote lilikuwa ni ziwa. Mpaka Chakiraba kule wapi kwa ni ziwa. Sasa
Baadaye historia si miaka mingapi limekwenda linarudi nyuma, likaenda mpaka Msira. Miaka ya hivi karibuni, sio leo, maji tena yameanza kurudi. Kwa ukiwa pale darajani pale darajani, wewe wenyewe utakwambia wazee kwamba pale unaona ule mti pale kulikuwa na barabara kwenda Custom. Kwenye maji kuna barabara ya ukatiza kwenda Custom. Kwa nyingine kwenda siku wapi? Yote zile baadhi imeshamaliza na maji yanakuja. Inakuja. Lakini mimi nilikoti mzee mmoja, hata mzee sana, mzee Samuel Katarama, aliniambia kama kuna study ya Waingereza mwaka 26 inasema kwamba ili ziwa itarudia tena kurudi. Na ukisoma report ya Sir Gibbs, huyu ni engineer, iko kwenye mtandao. Sir Gibbs alisema ziwa itarudi mtandao, na itaingia pale nani hapa matopeni hapa, inakuwa na mle ndani, itaingia rudi. Na tumekuwa victim na mbili. Kuna kwa makajuzi nani kuna kuja Kimbo ikatoka ile matopeni pale kaisha ikapanda pale mpaka kina hapa kuacha maji hapa ikapanda mpaka Ramsey ikaizoa makanisa kwa. Unakumbuka hiyo? Imekubipo tu. Maji hiyo ilikuwa ni mwaka gani? Si makajuzi ile Kimbo kipo kaisha maji. Kashai kana mpaka Ramsey. Ni makajuzi. Mimi kilichonipiga 2000 mwaka juzi. Tarehe 11 Mei mwaka juzi. Yale mafuriko, si mafuriko ya mito vya kina hapa. Ilikuwa ni nani? Ilikuwa ni mafuriko ya ziwa. Maji yamepiga, imelipa kama tsunami, imepiga kutoka kule ziwani. Maji yakawa pushed, yakasukuma, yakaingia pale, yakapita pale darajani pale. Yakaja mpaka hapa nani? Hapa boni lote nani hapa nani na zipale lote ikapiga kwangu pale Tape House pale, nikapata kama milioni 140 ya vitabu vilivyoharibika. Ikaenda kapika council hadi mashauri ilipigwa naye kama council, kaja maji mwenda ilikuwa zilipigwa na yani maji yote, maji ya ziwa, lakini imekaa mle ndani baada watu mmoja kutusaidia kuokoa maji yakapotea, maji ziwani. Sasa kwa majaribu kuweka ule ukuta mle ndani, ukuta unasaidia ukuta. Mse ukuta nikamwambia mkitaka uzoea maji asivamie yasije huko. Mweke ukuta kama mwende Uholanzi. Uholanzi amejenga ule mji kwa ndani ya bonde pale. Kitu kifanyika ni kwamba wamejenga ukuta ustahimili mawimbi. Wamezuia. Wamejaribu kidogo hapa kwenye hapo kwenye bandari hapo. Wameka ukuta ule umesenda kidogo, lakini ukacha huu upande kinajimukana kwenda mpaka atopeni, bado hajajenga ukuta. Waweza ikarudi wakati wote, ndio wote naweza narudi mtu kwa sababu hasa yameisha, maji ya ziwa yameisha bipu kabisa. Lakini pia natamani kupata maoni yako, na maoni gani juu ya miradi inayojengwa ndani ya Bukoba? Uko wapi? Manispa au mkoa mzima? Bukoba manispa, lakini pia na kwa mkoa mzima. Miradi yote ni mizuri. Ingawa the spirit sio kubwa sana. Naona mradi wa kanoni si kuweka kingo sioni. Na mimi ambao ni muhimu sana. Lakini naona daraja linakwenda vizuri na ameachia. Naona soko anakwenda vizuri. Kama nasikia naenda kwenda Chakairabwa. Chakairabwa naye kulikuwa na maneno hapa. Ile stendi ya Chakairabwa. Kuja mkuu hapa akasema nyie mnachaje kupeleka stendi ya kisasa kubwa Chakairabwa. Wakati magari yote ya njia ni hii niko hapo Kitendaguro na maeneo yale. Kinaona mekazana Chakairabwa ambayo ni kushoto kabisa kwenda kule. Lakini haya nihusu, ni maamuzi ya serikali na mimi tukupinga maamuzi yao. Nadhani anakwenda vizuri. Yako ukozi kwa miradi inaendelea huko ndani. Bado ingefanyika. Lakini hiyo sasa sio manispa tu, naona miradi kwa mingi mkoa mzima ya majengo, ya mashule, ambayo yote ni mazuri. Lakini nasema yote sawa. Tungependa
uchumi wa mkulima moja moja uinuliwe. Unaweza kuwa na mabarabara mazuri, masimu mazuri, maneno mazuri, lakini watu maskini. Na mimi nataka kuambia taifa, na hii nizikwambia rais. Jamani, watu wa mkoa na hao nyamita wa haya, kina Shomila, kina Bugao, wote sasa watu maskini sana kwa. Kuna umaskini wa mapato, kuna umaskini wa chakula mjini. Mtu asikwambie. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo sasa tungetaka mabadiliko ambayo ya kitaifa maana yafanywa. Yaje sasa yageuka sasa kusaidia sasa kuinua kilimo cha wananchi. Cha vijana, cha wazee, katika kuweka mbolea, kuweka kuwapa pembejeo au kuwapa ruzuku ya pembejeo. Na viongozi wafute wazo kwamba watu wataki kutumia pembejeo, wanawasema amba sio kweli. Waelimishe tu. Hakuna kilimo kisichotumia pembejeo. Kisichotumia nani mbolea. Kisichotumia maji. Ujumbe wako kwa Wanakagera ni upi? Ujumbe wako Wanakagera ni nao msemo ambao nimewapa watoto wangu wote tangu nazaliwa. Na watoto 5 wa kuzaa na wengine 3 nao 8. Ndio. Niliwalea. Niliwaambia kazi haiui. Kazi haiui, uzembe unaua. Kazi haiui, uzembe unaua. Wanaambia na kila mchapeni kazi. Chapeni kazi, na mimi nawaambia vijana na hasa kizazi kipya, jengeni nchi yenu, jengeni maisha yenu. Jiendelezeni, msome. Usichague kazi, lakini vile vile naendelea kila nikipata hapa kuzungumza na vyombo vya habari, nawaambia juu ya serikali na nchi za Ulaya kusaidia kizazi generation hii ya vijana. Tuna maelfu ya vijana bado katika halmashauri zetu zenu wako idle, maskini, hawajua afanye nini, wanaimba na hila kusema fanya nini siki nini, hamna. Wasaidieni vijana wetu na wenyewe wajisaidie na wachape kazi, watafute kazi, wasichague kazi. Kazi ya kilimo sasa hivi inalipa, waingie kilimo, waingie ufugaji. Ni ajira nzuri tu, lakini huingii kule mpaka usaidiwe na serikali kwa ruzuku, kwa uwezeshaji fulani. Sasa atapiga hatua. Lazima vijana wapigwe deki. Na mimi narudia tena, hii ndio kizazi kijacho. Tusipohabeba haya, hili ni bomu. Ndio kizazi, hao ndio marais wajao, ndio mawaziri wajao, ndio wabunge wajao. Tuwasaidieni vijana ili watoke hapo. Na serikali na halmashauri ya wilaya, madhehebu ya dini waonekane wanasaidia vijana wao. Hata wangechukua madhehebu yao, mimi nataka vijana wote wainuliwe, wasaidiwe. Hasa Kagera, msipofanya hivyo mikoa mingine inafanya hivyo. Sikizeni naye faki Kigoma, yale yafanyika wilaya nyingine. Nyie tusipoyafanya hapa, mtatajengia bomu sio ya akili hapa. Wanataka viongozi kwamba wito wangu ni huko kuwasaidia vijana, wasaidie kizazi kipya, wasaidie hasa swala la elimu na mitaji vijana wetu. Vijana ndio tegemeo, ndio nguvu kazi inayokuja. Wazee tunapungua kila siku tunapungua. Lakini vijana watokeza, ambao ni jambo zuri. Hata tu hawa ndio wenyewe wanakuja, tuwasaidie. Na wenyewe wachapeni kazi vijana. Uzembe unaua. Vikazi vingine tafuta bado tazama huko tunakokwenda, mitandao ikusaidie sio kurudisha nyuma. Na mkoa wetu utasonga mbele, familia itasonga mbele, maisha yatasonga mbele na nchi itakuwa na amani. Tukapiga nchi yetu iwe na amani, mkoa wetu uendelee kudumisha amani kabisa kama ni kwa taifa. Na tumeona sisi mkoa wetu ulikuwa hata 29 sisi tunasikia kwa habari hapo tulikuwa na amani. Na mimi naomba mkoa wangu na mkoa mwingine hasa wa kwangu Kagera uende mkoa wa amani. Na kisha kuwa na amani, nadhani mengine yatafuata, kuchapa kazi ya kupendana na yaliyopita mnayasahau, mnasonga mbele. Na mimi ndani tungesonga mbele na tuna nafasi ya kusonga mbele mkoa wa Kagera.
Kwa ufupi sana, natamani kujua wewe katika masuala ya mpira ni timu gani? Sina timu. Kwamba hupendi mpira? Napenda mpira lakini neutral. Na inanipa amani. Na hata mke wangu naye ni neutral, naye ana timu. Hautaki mawazo ya napenda kuona mpira lakini nataka kuona tukishinda vizuri. Kama ni timu yetu na nje hiyo, nitashangilia timu yetu ishinde, maana napata raha. Kama ni Yanga na Simba, mangine tutaka hata kuona, kwa sababu wataambia uko wapi, ambia mimi sina upande. Kwa hiyo kwa hiyo inakuwa sina upande, inanipa amani. Lakini nafurahi sana uwepo wa Simba na Yanga. Wanachemsha nchi yetu, wanachangamsha mpira, wanachangamsha Watanzania watazamaji. Unakuta barabara wanatembea, hao ni Yanga, hao ni Simba, watu wanacheka, watu wanafurahi kwa sababu Yanga na Simba. Sasa kwa vile wanafurahisha Watanzania, watu wa kawaida, na mimi nawafurahisha Simba na Yanga. Bila kuwa mwanachama wa Simba wala wa Yanga, lakini napenda mpira, kile kabisa, na wana mpira vizuri, na niburudisha. Basi mimi nikushukuru sana kwa wakati wako mzuri na muda wako mzuri ambao tumekuwa wote kwa ajili ya kuwapa madini wana Kagera. Na mimi nashukuru kwa nafasi ya kuzungumza na nyie. Pengine mtafikisha ujumbe kwa wale ambao kusudia wafikie. Na mimi naombea nyie ndio majenzi na milenia. Ndio nawapigia kelele nchi wakumbuke, na nyinyi mkumbuke nchi yenu, na mfanye kazi na msonge mbele. Na mimi nasema asante sana. Asante. Nakushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji wa Voice Online TV, ndani ya kipindi chetu cha Sema na Voice, sisi tumefika tamati. Nikukumbushe tu usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, lakini pia Instagram pamoja na YouTube kwa jina moja tu, Voice Online TV. Mimi jina langu ni Sylvia Mandius. Kwaheri.